Tuzungumzie kidogo kuhusiana na soka la vijana hususan kwako wewe ambaye umekuwa mbobevu katika soka la vijana. Vijana wapoje kwenye soka? Inawezekana watu wakawa hawajui kuhusiana na soka la vijana. Vijana wako vizuri. Vijana nimeanza kufundisha vijana 2003 mpaka leo 2026. Nafikiri hapa kuna miaka kama 23 22 kuelekea 23. Tabora ishapata mafanikio kwa vijana kupitia mimi. Katika vijana walishapita mikononi mwangu. Kuna vijana wanacheza mpira mpaka sasa hivi. Kuna vijana sasa hivi waliajiriwa Jeshi la Wananchi. Kuna vijana walipita mikononi mwangu wako usalama. Kuna vijana wamepita mikononi mwangu wako Jeshi la Magereza. Kuna vijana wamepita mikononi mwangu ni madaktari, madokta. Hiyo yote ni mpira. Kimi mwalimu wao nipo hapa. Hiyo ni faida moja wapo wa vijana kupata Tabora. Kama narudilia tena, ni vijana, katika vijana walienda mashindano ya vijana Coca-Cola chipkizi katika 20. Kila mwaka nilikuwa sitoe wachezaji chini ya 15. Mwaka wa kwanza nilitoa vijana katika 20, nilitoa vijana 16. Mwaka uliofuata nilitoa vijana 17. Wa 2009 nilitoa vijana 15 kwenye 20. Na tukaenda tukachukua nafasi ya pili, tukacheza fainali ya Mjini Magharibi. Hao kina Mdasiri unawaona. Umeelewa? Kuna vijana wa Tabora katika hii faida unaniuliza katika kukuza vipaji. Isa Swedi Kakwamba alionekana mchezaji bora, hakika kapindishwa yeye wa Dodoma ndio kachukua, lakini alikuwa Isa Swedi. Alishachezea timu ya taifa mpaka kwenda Sudani. Saleh Hamisi kwao ametoka Goeko. Saizi ni mwanajeshi. Ni mchezaji pekee katika mkoa wa Tabora alienda kushuhudia kombe la dunia Afrika Kusini. Anatokea timu ya chipkizi. Na ni miongoni mwa wale tulioingia nao fainali. Hizo ni faida za kutoka chipkizi. Huyu Komeni unamuona ndio vijana wa kwanza tulienda nao kwenye mashindano ya Coca-Cola 2007. Komeni Abubakari. Kuna kijana anaitwa Maseke, Wilbrod Maseke. Mwalimu kiongozi wake wa kwanza katika mkoa wa Tabora. Mungu amweke mahala pema peponi. Iselula Nzota ndo alimpokea kutoka Sikonge. 2015 akanigabizi mimi kwenye mashindano yaliyochezewa Mwanza. Ni matunda kutoka kwa Iselula Nzota na kupitia kwa Dida. Ni kijana wa Tabora alipitia chipkizi. Kuna wengi tu. Leo kuna Yasini iko Geita. Na kuna wengine tu mpaka nishawapotea. Nishawasahau. Umeelewa? Sasa hiyo ni faida mojawapo ya kile kitu nilikuwa nakifanya kilizaa matunda. Changamoto kubwa inayopatikana katika hilo Aswani. Changamoto, ninakutana na changamoto nyingi. Yani namaanisha kwa wale ambao labda wote wanaofundisha vijana. Inawezekana kwa vijana yani ikawa ni shida kubwa labda kwa wazazi na namna ya kuwatunza pale kambini. Timu yangu kwanza ni center. Kila mtu anakula kwao. Mimi nashukuru wazazi wa Tabora. Wananipaga support sana watoto. Mtaji wangu ni unao Tabora. Wewe piga majungu ujuavyo. Mimi kwa wazazi wa Tabora kuhusu watoto, rafiki zangu. Hapo nilipo kuna watoto wanatoka mikoani. Kuna mtoto ametoka Songea hapa. Kuna mtoto anatoka Morogoro. Kuna mtoto anatoka Mwanza. Wanakuja hapa. Lakini historia nzima nawapa. Sina sehemu ya kualisha, sina sehemu ya kualaza, lakini mzazi mwenyewe anadiriki kusema kwamba mimi nafurahia na rekodi yako naisikia. Na hiyo ndio ilinipa nafasi mpaka kuitwa TRA. Ni rekodi ya watu wa Tabora.
Ni sifa ya wazazi wa Tabora kunipa watoto wao. Bila kunipa watoto wao mimi singekuwa mwalimu sasa hivi. Tu waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.